ICBMs, Intercontinental Ballistic Missiles. Hizi ni silaha muhimu za kijeshi ambazo zina uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia na kusafiri umbali mrefu hata kuvuka mabara na bahari. Hizi ni silaha ambazo zimekuwa na umuhimu mkubwa katika muktadha wa ulinzi wa taifa, haswa kwa nchi zinazojivunia uwezo wa nyuklia. ICBMs zina uwezo wa kufikia umbali wa zaidi ya kilomita 1500 na ni sehemu ya msingi katika mifumo ya kujihami ya nchi kubwa kama Marekani, Urusi na China. Hii ni kwa sababu ICBMs ni mojawapo ya njia zinazohakikisha ufanisi wa kifikira wa Mutually Assured Destructions, ambapo vita vya nyuklia vinapojitokeza, kila taifa linajua kwamba litaathirika na mashambulizi kutoka kwa adui. Historia ya ICBMs inarudi kwenye miaka ya 50 wakati vita baridi ilipoanza kuibuka. Wakati huo, Marekani na Umoja wa Kisovieti USSR walikuwa wanashindana kubuni na kuendeleza silaha mpya za nyuklia. Mnamo mwaka 1957, Umoja wa Kisovieti ulifanikiwa kuzindua Sputnik 1, satellite ya kwanza duniani, jambo ambalo lilionyesha uwezo wao wa kuunda silaha zenye umbali mrefu. Hii ilichochea maendeleo ya makombora ya nyuklia yenye uwezo wa kufika umbali mrefu, na baadaye mwaka 1959 Marekani ilianzisha Atlas ICBM, silaha ya kwanza ya nyuklia yenye uwezo wa kuleta uharibifu mkubwa kwa maadui. ICBMs zilikuwa na umuhimu mkubwa katika wakati wa vita baridi, ambapo kila upande ulikuwa na silaha za kujihami na lengo la kuhakikisha kuwa hakuna taifa linaloweza kushambulia bila kujali madhara ambayo lingepata. Deterrence. Hali hii iliendelea na mifumo ya kisasa ya makombora ya nyuklia na vyombo vya usafiri wa anga. Intercontinental Ballistic Missiles ICBMs hutofautiana kulingana na teknolojia zinazozitumia, uwezo wa kubeba nyuklia na umbali wa kusafiri. ICBMs nyingi za kisasa zina uwezo wa kurusha vichwa vingi vya nyuklia, multiple independently targetable reentry vehicles, ili kutimiza shabaha mbalimbali kwa wakati mmoja. ICBMs hutengenezwa katika mfumo wa silos, maeneo yaliyo chini ya ardhi, au vessels za majini ambazo zinaweza kuhamisha mashambulizi kutoka baharini. Kwa mfano, Marekani inatumia LGM-30G Minuteman III, mfumo wa makombora ya ICBM unaozunguka na kutumika kupitia silos zilizozikwa ardhini. Urusi naye kwa upande mwingine anaendelea na mifumo ya kisasa kama RS-28 Sammat Saturn II, ambayo ina uwezo wa kufika umbali wa hadi kilomita 18,000 na kubeba zaidi ya vichwa vita vya nyuklia 10. China kwa upande mwingine pia imeimarisha uwezo wake wa ICBM na silaha kama DF-5B na DF-41 ambazo ni miongoni mwa mifumo maarufu duniani. ICBMs nyingi za kisasa hutumia teknolojia ya Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles, ambayo inaruhusu silaha moja kutumia vichwa vingi vya nyuklia kwa malengo tofauti kwa wakati mmoja. Hii inaifanya ICBM kuwa ngumu kutabiri na kushughulikiwa kwa urahisi na mifumo ya ulinzi wa adui. Teknolojia hii inaongeza ufanisi wa ICBMs, kwani inahakikisha kwamba hata kama moja ya vichwa vya nyuklia litashindwa, vinginevyo vitapata nafasi ya kufika kwenye malengo yake. Muundo huu pia unachangia kwenye dhana ya Mutually Assured Destruction, ambayo ina maana kuwa shambulizi la nyuklia linaweza kusababisha maafa ya pande zote zinazoshiriki. Kila upande unajua kuwa mashambulizi yake yatajibiwa kwa mashambulizi makubwa kutoka kwa upande mwingine. Hivyo, ICBMs sio tu zenye nguvu ya kijeshi, bali pia ni kinga muhimu dhidi ya mashambulizi ya nyuklia. Mifumo ya ulinzi wa nyuklia ya kimataifa inajumuisha matumizi ya ICBMs, lakini pia inaingiza mifumo ya Missile Defense Systems kama vile THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, na Aegis Ballistic Missile Defense System. Hata hivyo, ICBMs bado zinabaki kuwa njia ya kuaminika ya kujihami dhidi ya mashambulizi ya nyuklia kutoka kwa adui. Hatua hizi za ulinzi zinasaidia kudhibiti na kupunguza hatari inayoweza kutokea kutokana na ICBMs, lakini usahihi na uwezo wake wa kufikia malengo unakuwa vigumu kupingwa. Leo hii, mataifa kama Marekani, Urusi, China na India zinaendelea kufanya uboreshaji wa mifumo yao ya ICBMs ili kuwa na uwezo wa kisasa zaidi. Marekani inakusudia kuboresha Minuteman III kwa kutengeneza mfumo mpya wa Sentinel ICBM, wakati Urusi inaendelea na maendeleo ya Sammat na Topol-M.
China pia inapanua mifumo yake ya kuongeza silos za ICBM huku ikifanya juhudi za kupanua utawala wake wa silaha hizi duniani. Hii inamaanisha kuwa teknolojia ya ICBMs itakuwa na umuhimu mkubwa katika usalama wa kimataifa kwa miongo ijayo, ingawa ushirikiano wa kimataifa unahitajika ili kupunguza hatari inayoweza kuletwa na silaha hizi. Licha ya umuhimu wake katika ulinzi wa kimataifa, matumizi ya ICBMs yana hatari kubwa. ICBMs zina uwezo wa kuharibu sehemu kubwa ya dunia kwa kutumia nyuklia, na hatua yoyote ya kuzindua ICBM inaweza kuleta janga la kimataifa. Hali hii inatoa changamoto kubwa kwa jamii ya kimataifa inayohitaji kufanya mazungumzo na kudhibiti maendeleo ya silaha za nyuklia. Madai ya kuboresha mifumo ya ulinzi ya nyuklia na ulinzi dhidi ya ICBMs yanapaswa kushughulikiwa kwa busara ili kuzuia pigo lisilo la lazima la uharibifu. Aidha, mataifa yanayozalisha ICBMs yanahitaji kuhakikisha kuwa mifumo ya usimamizi wa matumizi ya silaha hizi inaimarishwa ili kuepusha madhara yasiyotakiwa kwa raia. ICBMs ni sehemu muhimu ya mifano ya ulinzi wa taifa na zimekuwa na umuhimu mkubwa katika kuzuia vita vya nyuklia. Hata hivyo, matumizi ya silaha hizi yanaweza kuwa na madhara makubwa kwa ubinadamu, na ni muhimu kwa mataifa duniani kufanya mazungumzo ya kudhibiti upanuzi wa silaha hizi. Ufanisi wa teknolojia za ICBMs utaendelea kuwa na umuhimu mkubwa katika ulinzi wa kimataifa, lakini uangalizi wa pamoja kutoka kwa jumuiya ya kimataifa utaendelea kuwa na umuhimu ili kuhakikisha usalama wa dunia kwa ujumla. Subscribe kwenye Tathmini ya Dunia ili usipitwe na makala za aina hii kila zinaporuka katika chaneli hii.